Ziara ya mkuu wa idara ya Injili na Mission AICT Mchungaji Emmanuel Shirikali inazidi kuchanja mbuga na sasa ipo katika jiji la Dodoma, na hapa amepata nafasi ya kuonana na mchungaji John Swea kutoka kanisa la AICT Ihumwa. Hapa anatoa somo. Karibu sana tuweze kumsikiliza. Mimi ni mchungaji John Swea wa kanisa la AICT Ihumwa Dodoma, na hudumu katika local church hii. Napenda kusisitiza juu ya tunaofanya umisheni. Umisheni unahitaji kuwa na muda wa faragha wa kupumzika, kama vile Bwana Yesu alivyotumika na wanafunzi wake. Soma katika Injili ya Marko sura ya 6 mstari wa 7 mpaka 36. Bwana Yesu aliwatuma wanafunzi wake kwenda kuhubiri na kwenda kufanya kazi zote za kimisheni, lakini baada ya hapo sasa aliwasisitiza waende wakapumzike, waende faragha, mahali ambapo sasa watapata muda wa kutoa taarifa zao, wapate muda wa kusoma, kutafakari juu ya ukuu wa Bwana, wapate muda wa kutoa taarifa kwa Bwana Yesu, wapate muda wa kupumzika na kusikia sauti ya Bwana katika huduma wanayoifanya. Maana katika huduma kuna kuchoka kimwili, kuna kuchoka kiakili. Kwa hiyo faragha ni muhimu sana 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 kwetu tunaofanya kazi ya umisheni. Lakini mbali na pale, usipopumzika kuna kukata tamaa, kuna kufanya kazi kimazoea na kuifanya kazi ukiwa umechoka, na inaweza hata ikaathiri afya ya mwili. Kwa hiyo faragha ni muhimu sana sana sana. Faragha ni utulivu, faragha ni kutulia, faragha ni kutafakari, faragha ni kutafuta uso wa Bwana, faragha ni kusikia sauti ya Mungu inakuambia nini na kuelekeza nini, inakushauri nini. Faragha ni kutafuta nguvu mpya, faragha ni kutoa maumivu, kutoa uchovu na kuingiza nguvu mpya. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wamisionari kuwa na muda wa kupumzika, kutafuta nguvu mpya na kurudi katika huduma ukiwa vizuri kabisa, kimwili, kiroho, kiakili na katika ukamilifu wote kwa ajili ya kuifanya ile kazi ya Bwana. Nasi tunayo kazi ya umisheni, hasa kufikia mji wa kiserikali, mji mzuri, mji ambao unaleta watumishi wengi pamoja na wale watu watakao kuja kupata huduma katika mji huu. Kwa hiyo kazi yetu sasa kanisa la AIC Ihumwa ni kufikia huo mji, ni kuwa na programs nzuri, kuwa na jengo na mazingira mazuri ambayo yatapelekea sasa kupokea wafanyakazi mbalimbali wanaofanya katika huu mji wa kiserikali. Katika hotuba ya Rais wa awamu ya 5 Dr. John Magufuli amezungumza juu ya fursa. Ulikuwa 2019, alizungumza juu ya fursa ambazo zinauzunguka mji wa kiserikali. Kwa hiyo alikuwa anatoa wito jinsi ambavyo wana Dodoma wanaweza wakajenga mahoteli, wanaweza wakatengeneza hoteli pamoja na hospitali, mashule na mahitaji mengine. Kwa hiyo na sisi kama kanisa tunachukua kwamba hii ni fursa sasa ya kufikia huo mji wa kiserikali. Tuwe na programs nzuri katika kanisa letu la Ihumwa, tuwe na mandhari yaliyo mazuri kama Bwana Yesu mwenyewe katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 9 mstari wa 37 anasema mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Kwa hiyo tunaiona na sisi kwamba hiyo ni fursa. Tunaona hapo mavuno, tunapouona mji wa kiserikali tunaona mavuno ni meupe. Kwa hiyo ni kazi kwetu sasa kufikia huo mji wa kiserikali, watu wanaokuja kufanya kazi mahali pale na wanaokuja kupata huduma wajue kuna eneo ambalo watakuja kupata huduma za kiroho katika kanisa letu la AICT Ihumwa. Kwa hiyo nitoe wito kwamba tuwe na jicho, tuwe na macho ya kuyaona mavuno, kwamba mavuno yako wapi, na tuchukue hatua stahiki sasa za kuyafikia hayo mavuno, kuwaleta watu kwa Bwana. Kwa hiyo AICT Ihumwa tumejipanga vizuri kufikia huo mji wa kiserikali, kwa watu wanaokuja kupata huduma katika huo mji, lakini na kwa wafanyakazi wa huo mji wa kiserikali waweze kufika katika kanisa hili na
wapate huduma za kiroho nyakati zote. Kwa majina naitwa Zakayo Ikongo, ni muumini wa kanisa la AICT loko chachi ya Ihumwa. Kwanza kabisa ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hawa ndugu zetu kutoka MCC pale Makongoro. Kiukweli nimebarikiwa na kazi ambayo wanaifanya ya kuendelea kutoa matangazo mbalimbali kwa jinsi injili ya Mungu inavyoendelea kuhubiriwa na kutangazwa katika makanisa yetu ya AICT. Nipende kuwakaribisha tu ndugu au waumini wa makanisa yetu ya AICT kwamba AICT Ihumwa, unapotaka kutembelea Dodoma hapa, hakikisha unakanyaga katika eneo letu na uweze kupata upate baraka za Mungu kupitia kanisa la AICT Ihumwa. Na kama ambavyo mchungaji wetu ameendelea kutuasa sisi ya kwamba kanisa la AICT Ihumwa ni fursa. Sisi tumekuja kutazama fursa hapa, na fursa yenyewe ni kuwahudumia watumishi wa serikali katika eneo la kupata elimu ya Mungu na kupata maelezo au namna gani Mungu anavyoweza kumhudumia mwanadamu popote ulipo. Unapotoka Dar es Salaam, unapotoka Mwanza, unapotoka Geita, unapotoka Shinyanga, jamani, ukikanyaga Dodoma, mahali pekee na sahihi, njoo katika kanisa la AICT Ihumwa ili upate. Lakini kitu kingine, tunaweza tukatangaza neno la Mungu au kufanya umisheni, si kwa njia tu ya kujenga makanisa, lakini pia social media hii ambazo tunazotumia. Mfano sisi hapa AICT Ihumwa tunacho kitengo ama idara ya tehama. Kiukweli imekuwa ni baraka kubwa sana, kwa sababu matangazo yetu au mahubiri yetu yameendelea kusikika mipaka na mipaka, ambavyo sisi tunasema kwamba katika kanisa letu kwamba injili hii itahubiriwa kwa watu wote. Kwa hiyo kupitia social media hizi tunaomba sana tuziwekee nguvu, tuziwekee mkazo kanisani kwetu. Viongozi wa kanisa, mlitazame hili kwa ukaribu zaidi, kwa sababu kazi ya hawa bwana wanaoifanya, mfano Makongoro Church Channel, kiukweli mimi wamenibariki sana. Mpaka wamekanyaga Dodoma, ni kwamba wamesikia kuna habari njema juu ya kulitangaza neno la Mungu, hasa maeneo ya umisheni kama Ihumwa. Ihumwa ni maeneo ya kiumisheni. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pia tunawashukuru na wao, na mimi natoa wito na rai kwa viongozi wa kanisa letu kuhusu social media ama idara ya tehama katika makanisa yetu yatiliwe nguvu, na ikiwezekana yatengewe budget ya kutosha, kwa sababu hawa nao ni wahubiri kama wahubiri wengine. Tulipofika Ihumwa hapa hatukuwa wanyonge sana, maana tulipata mwenyeji wetu mchangamfu, mcheshi, anayeweza mambo yote, na alipata nafasi ya kutembeza maeneo ya fursa, hasa katika majengo ya Magufuli City. Na haya ni maelezo yake kutoka eneo hilo la majengo ya Magufuli City. Karibu na tumsikilize. Tukiwa tunaendelea na uinjilisti ama tukiwa tunaendelea na maeneo ya umisheni, tayari tuko katika eneo la mji wa kiserikali, ambapo kama unavyoona kwenye kibao chetu umeandikwa Magufuli City. Karibu sana uambatane na mimi. Tazama majengo yalivyo mazuri, tazama barabara ambazo zimetengenezwa kwa uzuri, tazama mazingira ambavyo yanakuwa ni nakshi ya kupendeza. Hii yote imetengenezwa kwa sababu ya makao makuu ya nchi, Dodoma Capital City. Karibuni sana. Hapa ndio mji wa Magufuli, hapa ndio mji wa kiserikali, ambavyo unatazama barabara zilivyo vizuri, taa za kung'aa, lakini majengo yenye ubora wa hali ya juu. Jamani, Tanzania hii ni Tanzania, wala sio sehemu nyingine, na penyewe ni mji wa Magufuli. Karibuni sana wa Tanzania, karibuni sana waumini wa kanisa la AICT kutembelea katika jiji la Dodoma. Unapofika Dodoma, tazama, pata nafasi ya kufika katika mji wa kiserikali, ujionee majengo mazuri na barabara na mandhari nzuri ambayo imetawala katika eneo hili. Nikuonyeshe kionjo tu cha mji wa kiserikali. Tazama, ambatana nami kupitia luninga yako. Habari zake tuenenda ni sote, tuwahubiri waokolewe. Tuenenda ni sote, tuwafikishie ujumbe wa Mungu. Na tena nasema ya kwamba umissionary ni kitu kinachogusa moyo wa Mungu. Kila leo watu wanakufa bila kusikia neno la Mungu. Nani awapeleke? Nani awafikishie?
Kama huwezi kwenda, wawezeshe wengine waende. Makabila mengi hayamjui Mungu, yanaishi maporini na vichakani. Makabila mengi hayamjui Mungu, yanaishi maporini